أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, leo pia nitaeleza baadhi ya matukio ya sera ya mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam yatokayo mara baada ya Badr. Katika historia, tukio la kusilimu kwa mwanamkwe wa mtume sallallahu alaihi wasallam Abul As linapatikana hivi ya kwamba mwezi wa Jumadil Ula mwaka wa 6 Hijra, mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya uongozi wa Zaid bin Harisa alituma kikosi kimoja kwenda Is. Is inapatikana ikiwa na umbali wa safari ya siku 4 kutoka Madina. Safari ya siku inapotajwa, wanahistoria wanasema hivi kwamba safari ya siku moja ni maili 12. Hivyo eneo hili lilikuwa na umbali wa maili 48. Maelezo ya vita hii ni kama yafuatayo ya kwamba mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam mwezi wa Jumadil Ula mwaka wa 6 Hijra alimtuma Zaid bin Harisa pamoja na maswahaba 70 kutoka Madina, na sababu ya safari hii iliyoendikwa ni ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amepata taarifa ya kwamba msafara mmoja wa Quraish wa Makka unatoka Siria. Hapo mtume akatuma kikosi hicho, na msafara ule wa kibiashara shabaha yao ilikuwa ndio hii ya kwamba kipato chake kitumike ili kuwashambulia Waislamu na kupigana nao vita. Kwa vitu vile maswahaba wakauzuia na wakakamata mali zao, na pia wakawakamata baadhi ya watu. Katika wafungwa hawa Abul As pia akakamatwa. Katika Sirat Khatam Nabiyin Hatmiza Bashir Ahmad Sahib ameandika ya kwamba katika wafungwa hawa waliokamatwa na Waislamu kwenye safari hii ya Is alikuwepo Abul As bin Rabi pia, ambaye alikuwa mwanamkwe wa mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa miongoni mwa jamaa wa karibu wa Khadija radhiyallahu anha. Kabla yake yeye alikuwa amekamatwa kwenye vita ya Badr, lakini wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemwacha kwa sharti hili ya kwamba akifika Makka atamtuma binti ya mtume sallallahu alaihi wasallam Bi Zainab kuja Madina. Abul As ahadi hiyo alikuwa ameitimiza, lakini alikuwa bado mshirikina. Zaid bin Harisa alipomkamata na kumleta Madina, ilikuwa muda wa usiku, lakini kwa njia fulani Abul As akamtumia Zainab radhiyallahu anha taarifa ya ujio wake, akisema kwamba nimekamatwa na nimeletwa hapa, kama unaweza kunisaidia chochote basi nisaidie. Hivyo wakati ule ambapo mtume na maswahaba zake walikuwa wanaswali sala ya alfajiri, Zainab kutoka nyumbani akatangaza na akasema kwa sauti ya juu kwamba eni Waislamu, mimi nimempa Abul As uhifadhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahitimisha swala na akaelekea kwa maswahaba na akasema,
yale asemayo zwalib nini mmeyasikia. Wallahi mimi sikuwa na habari hiyo, lakini jumuiya ya waumini ni kama kitu kimoja. Mmoja wao akimpa kafiri yeyote uhifadhi, basi wajibu wetu ni kuheshimu amali yake. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuelekea kwa Zainab akasema kwamba mtu uliyempa uhifadhi, sisi pia tunampa uhifadhi, na mali ambayo ilikuwa imepatikana katika safari hii mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudishia. Kisha mtume akaja nyumbani na akamwambia binti yake Zainab kwamba umhudumie Abul As vizuri, lakini usikutane naye kwenye faragha, kwani katika hali hizi kukutana naye si halali kwako. Baada ya kuishi Madina kwa siku chache, Abul As akarejea Makka, lakini sasa kwenda kwake Makka hakukuwa na shabaha ya kuishi huko, kwani yeye katika muda mfupi tu akamaliza mambo yake na akisoma kalima ya shahada akaelekea Madina, na akifika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasilimu. Hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudishia hat Zainab bila ndoa mpya. Katika baadhi ya riwaya inapatikana hivi kwamba wakati ule ndoa ya hat Zainab na Abul As ilikuwa imetangazwa tena, lakini riwaya ya kwanza ni imara zaidi na ndio sahihi kwamba hakukuwa na haja ya kufunga tena ndoa. Kutoka riwaya hii tumepata fatua ya kwamba mwanamke kwa sababu ya ukafiri wa mumewe, kama anajitenga naye kisha mumewe akiamini, atakuwa hana haja ya kutangazwa kwa ndoa yake. Hat Zainab baada ya mume wake kukubali Islam hakubaki kuwa hai kwa muda mrefu, na mnamo mwaka wa 8 hijra alifariki dunia sawa na maagizo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. hat umme Aiman, hat Sauda, hat umme Salama na hat umme Atia waliosha maiti yake. Inasimuliwa na hat umme Atia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaamuru ya kwamba waoshe maiti ya binti yake, mtume alikuwa amesema kwamba muanze na upande wake wa kulia na viungo vya wuzu. Katika riwaya nyingine maelezo yake yanapatikana hivi ya kwamba tume Atia anasimulia ya kuwa binti ya mtume sallallahu alaihi wasallam Zainab alipofariki dunia, mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia kwamba muoshe maiti yake mara 3 au mara 5, na mara ya 5 mutumie kafur, au alisema kwamba mutumie kafur kiasi fulani, na mkimaliza kuosha maiti yake munipatie taarifa. Anasema kwamba sisi tukampatia taarifa, mtume akatupatia mkanda wake na akasema kwamba muufanye kuwa shiari yake, yani akatupatia kitambaa kinachofungwa mgongoni. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasalisha jeneza yake na akashuka kwenye kaburi lake na akamzika binti yake. Hat Zainab akawacha nyuma watoto wawili, Ali na Umama. Sawa na riwaya moja, Ali alifariki dunia katika utoto wake, ilhali sawa na riwaya nyingine akafikia umri mkubwa. Ibn Asaka ameandika kwamba katika vita ya Yarmouk yeye aliuawa kishahidi. Katika ushindi wa Makka alikuwa amepanda nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu hat umme Umama inasemwa ya kwamba baada ya kifo cha Fatuma, hat Ali alikuwa amemua. hat Abul As alikuwa akifanya biashara katika Makka, hivyo alikuwa hawezi kuishi katika Madina. Basi baada ya kukubali Islam akipata ruksa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akarejea Makka, na kwa sababu ya kuishi katika Makka hakuweza kupata nafasi ya kushiriki katika vita, isipokuwa kikosi kimoja kilichotumwa chini ya uongozi wa Ali na mwaka wa 10 wa hijra alikuwa ameshiriki. hat Ali alikuwa amemteua mtendaji mkuu wa Yemen, na baada ya kifo cha Zainab Abul As pia hakuweza kuishi kwa muda mrefu na akafariki dunia mwaka wa 12 hijra. Hasabza Mirza Bashir Ahmad Saheb ameandika
hivi akieleza hisia za mtume saa salam kuhusu abul as anasema kwamba mwanamkwe wa mtume saa salam abul as bin rabii alikuwa miongoni mwa jamaa wa karibu wa khadija raziallahu taala anha na japokuwa alikuwa mshirikina lakini alikuwa akimtendea mkewe kwa wema sana na hata baada ya kusilimu pia uhusiano wa mume na mke ukaendelea kuwa mzuri hivyo mtume saa salam kwa sifa yake hiyo alikuwa anamsifu sana kwamba huyu amemtendea binti yangu kwa wema sana abul as katika ukhalifa wa abubakar alifariki dunia mwaka wa 12 hijra lakini mke wake alikuwa amefariki katika maisha ya mtume saa salam riwaya hii inatuambia kwamba riwaya ile inayosema kwamba ali alikuwa amemteua mtendaji ina mashaka binti yake umama ambaye mtume saa salam alikuwa anampenda sana baada ya kifo cha fatma akaolewa na hat ali lakini hakupata kizazi vita vya sawik ilitokea mwaka wa 2 hijra katika mwezi wa zulhija na sababu yake ndiyo hii ya kwamba washirikina baada ya kushindwa waliporejea makka abu sufyan akajiharamishia kupaka mafuta na akaomba naziri kwamba hata oga mpaka achukue kisasi cha badr kutoka kwa mtume saa salam na masohaba zake sawa na riwaya moja abu sufyan pamwe na wanajeshi 200 ilhali sawa na riwaya nyingine akiwa na wapanda farasi 40 alitoka ili kutimiza naziri yake na akiacha njia ya kawaida iendayo madina akaelekea kwa kutumia njia ya najd alipofika kwenye kona ya bonde la kanad yeye akapiga kambi karibu na mlima wa yatib mlima ambao ulikuwa na umbali wa maili 12 kutoka madina kanad pia ni bonde moja katika mabonde mashuhuri ya madina katikati ya madina na uhud ye akatoka wakati wa usiku na katika giza akaelekea kwenda kwa kabila banu nuzair na akifika kwa huyai bin akhtab akapiga hodi ye alikataa kufungua mlango kwa ajili yake kisha abu sufyan akatoka huko na kwenda kwa salam bin mishkam ambaye alikuwa kiongozi wa banu nuzair na alikuwa mkuu wa hazina abu sufyan akaomba ruksa ya kuingia ndani ye akampatia ruksa na akamhumudia na akamtumikia na akamwambia mambo ya siri ya watu na pia akamwambia kuhusu siri za mtume saa salam yani anafanya nini na shughuli zake zikoje kisha abu sufyan akatoka kutoka huko katika muda wa usiku na akaenda kukutana na wenzake kisha akawatuma baadhi ya watu wa quraish kwenda katika eneo la urez ni bustani iliyo na umbali wa maili 3 kutoka madina wao wakateketeza mitende mingi na wakamua mtu mmoja answar na mwenzake katika riwaya moja jina la answari limetajwa ni hat mabad bin amr abu sufyan alipofahamu kwamba naziri yake imetimia na moto wa kuchukua kisasi ukapoa kiasi ye akachukua jeshi lake na kuelekea makka inasemwa kwamba abu sufyan akafanya kazi hii usiku ule ambapo alikuwa amerejea baada ya kukutana na salam bin mishkam watu walipojua kuhusu kitendo chake mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua hat abu lubaba bashir bin abdul munzir kuwa naibu wake katika madina na katika mwezi wa zulhija tarehe 5 siku ya jumapili akiwa na wahajiri na answar 200 akatoka kufuata wao mpaka akafika karkaratul qudr karkaratul qudr ni eneo ambalo linapatikana karibu na
alhizia na kuna umbali wa maili 96 kutoka madina na inasemwa kwamba hii ni chemchem ya banu sulaim. abu sufian na jeshi lake walikuwa wakiondoka kwa kujificha na walikuwa wanatupa viroba vya unga wa shairi na hiyo ndio ilikuwa masrufu yao. waislamu walikuwa wakibeba viroba vyao na ndiyo maana vita hii ilipewa jina la ghazwa tusawik, yani vita yenye unga wa shairi. abu sufian na jeshi lake wakakimbia, waislamu hawakuweza kuwakamata. kisha mtume saa salam akarejea nyuma. mtume saa salam akarejea katika madina. maswahaba walipokuwa wakija pamoja na mtume saa salam wakasema, ya rasulullah, je, unapenda kwamba hii iwe vita kwa ajili yetu? mtume akasema kwamba ndio, hii ndio ghazwa, yani vita, hata kama tumepigana au la. maelezo yake yameelezwa hivi katika siri khatamanabiyin ya kwamba baada ya vita ya badr abu sufian alikuwa amekula kiapo kwamba yeye hataenda kwa mkewe mpaka achukue kisasi cha wale waliouawa katika badr na pia hatapaka mafuta kwenye nywele zake. hivyo baada ya miezi miwili mitatu toka badr, katika mwezi wa zulhija, abu sufian pamwe na maaskari 200 akatoka kutoka makka na akitumia njia ya najd akafika karibu na madina. baada ya kufika hapa, yeye akaacha jeshi lake likiwa umbali kidogo kutoka madina na mwenyewe kwa kujificha katika giza la usiku akafika kwenye nyumba ya rais huyai bin akhtab aliyekuwa rais wa banu nuzair na akaomba msaada kutoka kwake, lakini moyoni mwake kulikuwa na kumbukumbu ya ahadi walioifanya. akasema kwamba hii ni ahadi yetu, hivyo mimi siwezi kukupa uhifadhi au msaada wowote. kisha abu sufian kwa kujificha akaenda kwa rais mwingine, yani kiongozi mwingine wa banu nuzair, salam bin mishkam, na akaomba msaada zidi ya waislamu. mtu huyo akamtumikia sana na akamhumidia kama mgeni wake na pia akampatia taarifa na habari kuhusu waislamu. kabla ya asubuhi abu sufian akatoka kutoka kwake na akalituma jeshi lake ili kuwashambulia waislamu katika bonde la aris. hili ni bonde ambalo katika siku zile wanyama wa waislamu walikuwa wakilishwa, na bonde hili lilikuwa na umbali wa maili 3 tu kutoka madina. habari hii abu sufian atakuwa amejua kutoka kwa salam bin mishkam, yani kuhusu bonde hili. jeshi lake lilipofika katika bonde hili la aris, kwa bahati nzuri wakati ule wanyama wa waislamu hawakuwepo kule, lakini wao wakamkuta answari moja muislamu na mwenzake. makuraishi wakawakamata na wakawaua kikatili, kisha wakateketeza na wakaunguza mitende na nyumba walizozikuta huko, na kisha wakarejea upande wa abu sufian. abu sufian kwa kufahamu kwamba hapo amefanikiwa akatoa amri kwa jeshi lake kurejea nyuma. upande wa pili, mtume alipojua kuhusu shambulio hilo la abu sufian, akichukua jamaat ya maswaba zake akatoka ili kuwafuata, lakini abu sufian akakimbia na waislamu hawakuweza kukamata jeshi lake. na kisha baada ya siku chache mtume sasa akarejea madina. ye pia ameandika hivi kwamba vita hii inaitwa ghazwa sawik. sababu yake ni kwamba abu sufian akarejea makka na akiwa na wazo kwamba asifuatwe, na kwa sababu ya huzuni au wasiwasi na pia kwa ajili ya kupunguza mzigo wake akaendelea kutupa viroba vya unga wa shairi. kuhusu ghazwa sawik inapatikana ya kwamba vita ya aina hiyo
ilikuwa imetokea mwaka wa 4 hijra baada ya uhud. hivyo tabri ametaja vita mbili ambazo zina jina la sawik, moja kabla ya vita ya badr ambayo maelezo yake yameelezwa hivi punde. labda itakuwa uhud ambayo nimeeleza maelezo yake, na vita ya pili ilitokea baada ya vita ya uhud. lakini katika vitabu vingine vya sera kama vile sirat ibn hisham na subulul huda, vita hii inakumbukwa kwa jina la ghazwa badrul mawid, na pia naeleza maelezo yake kiasi. muhtasari wake ndio huu kwamba abu sufyan siku ya uhud alipoamua kurejea, hapo akatoa sauti na akielekea kwa mtume akasema kwamba kuna ahadi kati yetu na kati yenu baada ya mwaka moja, ahadi ya badru sufra, sisi tutapigana huko. hiyo ilikuwa eneo la kujumuika kwa waarabu, ilikuwa soko lao badru safra. mtume saa salam akamwambia umar kwamba mwambie kwamba ni sawa inshallah. hapo watu wakatawanika juu ya ahadi hiyo. basi wakati wa vita ya uhud, ahadi hii iliyokuwa imefanywa baina ya mtume sallallahu alaihi wasallam abu sufyan, mwaka ujao mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekea badr. baada ya kufika huko, katika kusubiri abu sufyan, mtume sallallahu akaishi mausiku 8 abu sufyan pamoja na watu wa makka. akaja kupiga kambi katika eneo la majanna karibu na maru zohran. majanna pia ni mji moja ulio karibu na jablu safra katika maeneo ya maru zohran, na kisha akitengeneza uzuru wa ukame akarejea pamoja na watu wake. hakusubutu kuja mbele ya waislamu, na watu wa maka wakaanza kulitaja jeshi hili jeshu sawik, kwani watu hawa walikuwa wamekwenda vitani huku wakinywa unga wa shairi. kuhusu idul azha ya kwanza imeendikwa ya kwamba mwaka wa pili wa hijra, baada ya kurejea kutoka ghazwa sawik, mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali idul azha. hiyo ilikuwa idul azha ya kwanza ya waislamu. tarehe 10 ya zulhajja, mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba zake akatoka nje ya madina na akaswalisha swala kwa pamoja, na pia akachinja zabihu kwa mkono wake. riwaya moja inasema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliporejea kutoka ghazwa banu qainqa, hapo ikaaja idul azha. yeye na maswahaba zake, yote aliyekuwa na uwezo akachinja na kutoa zabihu tarehe 10 zulhijja. mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba zake akaenda kwenye idgah na akaswalisha sala ya kwanza ya idul azha. hii ni swala ya kwanza ya idul azha ambayo mtume saa salam aliswalisha katika madina, na pia katika uwanja ule ule wa idgah akachinja mbuzi wawili au mbuzi mmoja kwa mkono wake. imesimuliwa na jabir bin abdullah ya kwamba baada ya kurejea kutoka ghazwa banu qainqa, sisi tulitoa zabihu tarehe 10 zulhijja, na hii ilikuwa zibihu ya kwanza iliyotolewa mbele ya waislamu. sisi tuliko tumetoa zabihu katika banu salma. mimi nikapiga hisabu ya zabihu. siku ile zabihu 17 zilikuwa zimetolewa. hiyo ni kumbukumbu ya tarikh tabri. katika sir khatama nabiyin hazrat bashir ahmad sahib ameandika hivi ya kwamba mwaka ule ule katika mwezi wa zulhijja, idi ya pili ya kiislam yani idul azha ilianza, ambayo inasherehekewa katika mwezi wa zulhijja tarehe 10 katika ulimwengu wote wa kiislam. katika idi hii, pamoja na kuswali sala ya idi ambayo ni idi ya kweli ya kila muislamu, inakuwa wajibu kwa kila muislamu mwenye uwezo kwamba achinje mnyama yeyote na pia agawe nyama yake kati ya jamaa na marafiki na majirani, na mwenye pia ale. Hazrat Bashir Sahib anaandika maelezo yake ili
tuweze kujua mambo ya msingi. Huu ndio ugawaji wa nyama ya zabihu. Hivyo siku ya idul azha na kisha siku mbili zinazoifuata katika ulimwengu mzima wa kiislam mamilioni ya wanyama wanachinjwa katika njia ya allah. Na hivyo kumbukumbu hizi za kujitolea kwa hat ibrahim na ismail na hajra zinahuishwa. Kujitolea ambacho mfano wake ulio mzuri na bora ulikuwa ni maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kila muislamu anakumbushwa ya kwamba yeye awe tayari kujitolea kila kitu chake, uhai wake na mali yake katika njia ya mungu wake. na idi hii pia kama ilivyo idul fitr inasherehekewa baada ya kutimiza ibada moja ya kiislam, na ibada ile ni hija. ndoa ya hat fatuma raziallahu taala anha ilikuwa imefanywa mwaka wa pili wa hijra. hat ali akija kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwomba ombi la kumuoa fatuma, ombi ambalo mtume saa salam akalikubali kwa furaha. hat anas anasimulia kwamba hat abubakar na kisha hat umar wote wawili wakaja kwa mtume saa salam na kila mmoja wao akaomba kumuoa bi fatuma, lakini mtume akakaa kimya na hakuwapa jibu lolote. habari ndiyo hii kwamba kwanza hat umar na abubakar walikuwa wamesema na kisha hat ali alikuwa amesema. jinsi riwaya zinavyoeleza, hat ali anasema kwamba mimi nilimjia mtume sallallahu alaihi wasallam nikamwomba ya kwamba je utamwoza fatuma na mimi. mtume akasema je unacho chochote kama mahari? nikasema nina farasi na deraya yangu. mtume akasema kwamba farasi bado unamhitaji isipokuwa uuze deraya yako. hivyo mimi nikaiuza kwa dirhamu 480 na nikaandaa fedha ya mahari. riwaya moja inasema kwamba hat ali aliuza diraya yake kwa hat usman. hat usman akalipa thamani ya diraya na pia akamrudishia diraya yake. hat ali anasema kwamba nikaja na fedha hiyo na kuiweka mbele ya mtume. mtume akachukua kiasi na kumpatia bilal na akasema kwamba nenda ukanunue manukato, na akawaambia watu wengine kwamba watayarishe vitu kwa ajili ya fatuma. hivyo kwa ajili ya hat fatuma kitanda na mto wa ngozi uliojazwa na majani ya mitende vikaandaliwa. mahari inaweza kutumika hivi. wapo wasemao kwamba kwa kuwa sherehe ya harusi imefanywa hivyo sasa hatutatoa mahari, lakini huko mfano huu unaonekana kwamba matumizi yakafanywa kwa kutumia fedha ya mahari. riwaya moja inasema kwamba wakati wa kumoza binti yake na hat ali mtume akasema kwamba mungu wangu ameni amuru kufanya hivyo. baada ya harusi mtume akamwombe hat ali kwamba fatuma akija kwako basi usiongee naye hadi nifike. hivyo hat fatuma akaja pamoja na hat umme aman na akaketi katika sehemu moja ya nyumba. hatari anasema kwamba mi pia nikakaa upande wa pili. kisha akaja mtume saa salam na akasema kwamba je ndugu yangu yupo hapa? umme aman akasema kwamba ndugu yako na wewe umemoza binti yako na yeye? mtume akasema kwamba ndio, kwani katika uhusiano huo ndoa inaweza kufanywa, yani uhusiano wa kibinamu. yeye si ndugu yangu kutoka kwa mama moja na baba moja. mtume akaja ndani na akamwambia fatuma kwamba amletee maji. akainuka na akamletea maji katika bakuli. mtume akachukua na kisha akasukutua na kisha akatia humo. kisha akamwambia fatuma kwamba sogea mbele. ye akaja mbele. mtume akamiminia maji kichwani mwake na akimwombea akasema allahuma inni uizuha bika wa zuriyatuha minashaitani rajim. ewe allah, huyu na kizazi chake na wakabizi kwako ili uwalinde kutoka shetani arujumiwaye. kisha akasema kwamba geuka upande wa pili. alipogeuka upande wa pili mtume akamiminia maji katikati ya mabega yake na kisha akafanya hivyo na hat ali. akamwambia hat ali kwamba nenda kwa ahli yako kwa jina la allah na baraka zake,
imesimuliwa na ali ya kwamba mtume saa salam alitawaza katika chombo kimoja kisha akamiminia maji haya juu ya hat ali na hat fatuma na akasema allahuma barik fihima wa barik lahuma fi shamlihima ewe allah wajalie baraka na utie baraka katika ndoa yao. hat aisha na hat umme salama wanasema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia ya kuwa tumtayarishe fatuma na tumpeleke kwa hat ali. hivyo sisi tukaanza kufanya maandalizi na tukapiga lipu juu ya nyumba na udongo laini wa batha kisha tukajaza mito miwili na majani ya mitende na tukaitayarisha kwa mikono yetu kisha tukaandaa tende zabibu kavu na maji matamu na tukachukua ubao na kuninginiza chumbani kwenye kona yake ili vitu viweze kuninginizwa juu yake. sisi hatukuona harusi nzuri zaidi kuliko harusi ya fatuma. sherehe ya walima ilikuwa imefanywa na tende ngano na chizi na hes ni chakula kinachotayarishwa na tende samli na chizi. hata sma binti umes anasimulia ya kwamba katika zama zile haikutokea sherehe nzuri zaidi kuliko sherehe hiyo ya walima. hii ndiyo sherehe ambayo ni mfano bora sana. akieleza kuhusu harusi ya fatuma ali katika si khatama nabiyin imeandikwa. naeleza hapa, yapo mengine yaliyo ziada, hivyo ni muhimu kuyaeleza. imeandikwa ya kwamba hat fatuma alikuwa binti mdogo kuliko watoto wote wa mtume saa salam waliozaliwa kutoka kwa hat khadija, na mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa akimpenda sana, yani alikuwa anampenda sana hat fatuma, na kutokana na sifa zake njema alikuwa na haki kwamba apendwe zaidi kuliko wote, yani alikuwa na sifa nyingi. sasa umri wake ulikuwa umefikia miaka 15 na mtume alikuwa ameanza kupokea ujumbe kuhusu harusi yake, kuhusu ndoa yake. kwanza kabisa abubakar akapeleka ombi lake, lakini mtume akatoa uzuru. kisha umar akamwomba, lakini ombi lake pia halikupokelewa. kisha watu hawa wawili wakielewa kwamba nia ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumwoza bi fatuma na hat ali, wakamwambia hat ali kwamba yeye apeleke ombi lake kuhusu hat fatuma. hat ali ambaye labda alikuwa na tamani kufanya hivyo, lakini kwa sababu ya haya alikuwa hakusema, akamjia mtume na akaweka mbele yake ombi lake. upande wa pili mtume saa salam kwa kupitia wahi wa mungu alikuwa amepata ishara kwamba hat fatuma anatakiwa kuolewa na hat ali. hivyo hat ali alipomwomba mtume saa salam, mtume akasema kwamba nimeshapata ishara kutoka kwa mwenyezi mungu. kisha akamuuliza hat fatuma, yeye pia kwa sababu ya haya akakaa kimya, yani hakunena. na hiyo anasema kwamba hiyo ilikuwa ishara ya kusema ndio. hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akawakusanya kundi la wahajiri na ansar na akatangaza ndoa ya hat fatuma na hat ali. tukio hilo ni la mwanzo au wastani wa mwaka wa pili wa hijra. kisha baada yake vita ya badr ilipokuwa imetokea katika mwezi wa zulhijja hijra 2, sherehe ya harusi ikapangwa na mtume akamwita hat ali na akamuuliza kuhusu mahari yake kwamba ikiwa anacho chochote au la. hat ali akasema kwamba ewe mtume wala sina kitu chochote. mtume akasema kwamba imekwaje kwa diraya ile niliyopatia siku ile. hat ali akasema kwamba ipo. mtume akasema kwamba haya niletee. hivyo diraya ile ikauzwa kwa dirhamu 480 na mtume sasa kwa kutumia fedha hiyo hiyo akafanya maandalizi ya harusi. vitu ambavyo mtume akampatia fatuma vilikuwa na shuka moja, godoro lenye ujazo wa majani ya mitende na mtungi wa maji. na katika riwaya nyingine inapatikana kwamba mtume saa salam alikuwa amempatia kinu pia. vitu hivi vilipotayarishwa hapo wakaanza kufikiri kuhusu nyumba. hadi muda huo ali alikuwa akiishi kwa mtume saa salam katika sehemu moja ya miskiti,
lakini baada ya harusi ilikuwa muhimu kwamba wawe na nyumba yake ambapo waweze kukaa. hivyo mtume akamwambia hat ali kwamba utafute nyumba kwa ajili yako ili uweze kuishi humo. hat ali akapanga nyumba na hat fatma akaolewa katika nyumba ile ile. siku ile mtume akaenda nyumbani kwa hat fatma na ali na akaagiza maji, kisha akafanya maombi juu yake, kisha akamiminia yale maji juu ya hat fatma hat ali akisema maneno haya kwamba allahumma barik fihima wa barik alaihima wa barik lahuma naslaha. hii ni dua ambayo wale ambao wanaoa au olewa wazazi wao pia wanapaswa kuifanya. katika zama hizi baada ya kufanya ndoa matatizo yanayoibuka kati ya mume na mke na idadi yake inaendelea kuongezeka. sababu yake ni kwamba tamaa ya dunia imezidi sana na watu hawaelekei upande wa dini na kufuata amri za mungu. dini ikitangazwa na dua ikifanywa na wazazi pia kama watoe mchango wao, uhusiano unaweza kuendelezwa kwenda mbele. na dua hii maana yake ni kwamba ewe mungu wangu uijalie ndoa ya hawa na utie baraka katika uhusiano wao na watu wengine na uwajalie kizazi chao baraka. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaacha katika faraga akarejea nyumbani kwake. kisha siku moja mtume saa salam alipoenda katika nyumba ya hat fatuma akamwomba mtume saa salam akisema kwamba harsa bin noman ansari ana nyumba zake kadhaa, umwambie kwamba ikiwa anaweza kutupatika nyumba moja sisi tuende huko, yani tuuje karibu yako. mtume akasema kwamba yeye ametupatika nyumba nyingi, hivyo sasa najisikia haya. harsa alijua habari hiyo, ye akaja kwa mtume saa salam na akasema kwamba ewe mtume wa allah, kila kitu nilicho nacho ni cha mtume saa salam, na wallahi unapopokea kitu fulani kutoka kwangu kitu hicho kinanifurahisha zaidi kuliko kile kinachobaki kwangu. kisha sahaba huyo huyo mwenye ikhilasi akatoa nyumba yake moja kwa ajili ya hat ali na fatuma, na hat ali na fatuma wakahamia mle. hat ali na hat fatuma licha ya kuwa na hali yao duni walikuwa wakionyesha mfano wa kumtegemea allah na kurizika kwa kile walicho nacho. hivyo hadisi inasema ya kwamba hat ali anasimulia ya kuwa hat fatuma kwa sababu ya kutumia kinu alipata shida kwenye mkono wake, na baadhi ya wafungwa wakaja kwa mtume saa salam. ye akamwendea mtume saa salam lakini hakumkuta nyumbani. akakutana na bi aisha na akamwambia shabaha ya ujio wake. mtume aliporejea nyumbani hat aisha akamweleza kuhusu ombi la hat fatuma. nabii saa salam akaja kwetu. hat fatuma anasema kwamba mtume akaja katika nyumba yetu ilhali tulikuwa tumelala juu ya vitanda vyetu. tukataka kuinuka, mtume akasema kwamba mubaki katika vitanda vyenu. kisha mtume akaketi kati yetu hadi nikajihisi baridi ya miguu yake juu ya kifua changu. mtume akasema, je, nisiwaambieni jambo ambalo ni bora zaidi kuliko ombi lenu? nalo ni kwamba wakati wa kulala kwenye vitanda vyenu semeni allahu akbar mara 34 na semeni subhanallah mara 33 na alhamdulillah mara 33. hayo ni bora zaidi kuliko kumpata mtumishi. hata burara anasimulia kwamba hat fatma alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam ili kumwomba mtumishi kutoka kwake na akalalamika kuhusu shida zake. mtume akasema kwamba hutapata mtumishi yeyote kutoka kwangu, na akasema kwamba je, nisikuambie jambo ambalo ni bora zaidi kuliko mtumishi? unapoenda kulala useme subhanallah mara 33 na alhamdulillah mara 33 na allahu akbar mara 34. hiyo ni riwaya ya sahih muslim. muslim maud raziallahu anhu akieleza sira tukufu ya mtume saa salam anaeleza kwamba kwanza alieleza kutokana na hadisi ya bukhari inayosema kwamba hat fatma raziallahu taala anha alimwendea mtume saa salam
na akalalamika kuhusu shida zake kwamba kwa sababu ya kutumia kinu mkono wake unapata shida. Katika zama hizi watumwa wachache wakaja kwa mtume saa salam. Hat fatma akamwendea mtume lakini hakumkuta nyumbani, na akamwambia aisha kuhusu ombi lake na shabaha ya kwenda kwake, na akarejea nyumbani. Mtume aliporejea nyumbani, hat aisha akamweleza mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu ujio wa hat fatuma. Hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akatujia, na sisi tulikuwa tumesha jilaza kwenye vitanda vyetu. Nilipomwona mtume nikataka kuinuka, lakini mtume akasema kwamba mubaki katika sehemu zenu hadi akaja kuketi karibu nasi mpaka nikajihisi ubaridi wa miguu yake juu ya kifua changu. Na alipoketi akasema kwamba je, nisiwaambieni jambo ambalo ni bora zaidi kuliko ombi lenu? Nalo ni ya kwamba mnapokuja kulala kwenye vitanda vyenu semeni takbira mara silsila 4 na subhanallah mara silsila 3 na alhamdulillah mara silsila 3, na hayo ni bora zaidi kuliko kumpata mtumishi. Musleh Maud anasema kwamba kutoka tukio hili tunapata kujua ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam katika ugawaji wa mali alikuwa makini sana, kiasi kwamba hat fatma alikuwa anahitaji mtumishi mmoja, na kwa sababu ya kutumia kinu alikuwa amepata shida kwenye mikono yake, lakini hata hivyo hakumpatia mtumishi na akamwambia kufanya dua na maombi. Kama mtume angetaka angeweza kumpatia hat fatma mtumishi, kwani mali zilizokuwa zikiletwa kwake zilikuwa zinaletwa ili agawe kwa maswahaba zake, na hata Ali pia alikuwa na haki yake na fatma pia alikuwa na haki yake, lakini mtume akatumia uangalizi na hakutaka kwamba awapatie jamaa zake kutoka mali hizi, kwani yangewezekana kwamba watu wa baadaye wangeweza kutoa natija tofauti na wafalme wangejihalalishia mali hizi. Lakini kwa bahati mbaya wafalme wa zama hizi wanajihalalishia kila kitu. Hivyo kama uangalizi mtume saa salam hakumpatia hata fatma kutoka wajakazi na watumishi wale walioletwa kwake kwa ajili ya ugawaji. Hapo ikumbukwe ya kwamba katika mali hizi Mwenyezi Mungu alikuwa ameweka sehemu yake ni sehemu ya jamaa wake, na mtume alikuwa anatumia kutoka sehemu ile, na pia alikuwa anawapatia jamaa zake, lakini alikuwa hatumii mpaka apate sehemu yake, na alikuwa hampatii jamaa yake hata kama awe karibu zaidi kiasi gani. Je, dunia inaweza kutoa mfano wa mfalme yeyote ambaye awe mlinzi wa baitulmal kama alivyokuwa yeye? Kama mfano unaweza kupatikana, basi unaweza kupatikana kutoka watumishi wa mtume huyu, na dini zingine haziwezi kuleta mfano wake. Sasa muda huu ningependa kusema kuhusu maombi na dua kwa ajili ya dunia. Sasa dunia ya kimagharibi na baadhi ya waandishi wa Marekani wameandika katika magazeti kwamba hata kuchukua kisasi kunatakiwa kuwa na mipaka yake, na Marekani na nchi za kimagharibi zinatakiwa kutoa mchango wao katika vita ya Hamas na Israeli, na zinatakiwa kufanya juhudi ili kusitisha vita na kufanya suluhu. Lakini waandishi wanaandika kwamba inaonekana ya kwamba watu hawa badala ya kusitisha vita wameamua kuichochea zaidi. Na pia ni habari ya jana ya Marekani kwamba afisa mkubwa wa wizara ya mambo ya nje amejiuzulu kwa jambo hili, kwamba sasa mambo yamepita mipaka yake na watu wa Palestina wasio na hatia wanaendelea kuzulumiwa sana. Hivyo nguvu kubwa zinatakiwa kuangalia hizi. Wapo watu walio wema, na pia katika vyombo vya habari inasemwa kwamba baadhi ya Mayahudi yani mapadre wao pia wanaendelea kusema katika haki ya Wapalestina na zidi ya zulma. Na waziri wa mambo ya nje wa Urusi pia amesema kwamba nchi hizi zikiendelea na mwelekeo wao, vita hii itaenea katika maeneo yote, na mimi naelewa kwamba vita hii itaenea katika dunia nzima. Hivyo watu hawa wanatakiwa kutumia akili, na kama nisemavyo hapo kabla kwamba nchi za Kiislam zikiwa pamoja zinatakiwa kusema kwa pamoja. Ikiwa nchi za Kiislamu za dunia ambazo ni kama 53-54
ziseme kwa sauti moja, sauti yao itakuwa na nguvu na pia italeta athari, waila sauti moja mbili haiwezi kuleta athari yoyote. Na hii ndiyo njia moja tu ya kustawisha amani katika dunia na ya kusitisha vita hii. Hivyo nchi za kiislamu zinatakiwa kutoa mchango wao ili kuisalimisha dunia kutoka maangamio. Mwenyezi Mungu awajalie kufanya hivyo, lakini kwa yote vile sisi tunatakiwa kufanya maombi mengi. Mwenyezi Mungu asitishe vita hii na pia awalinde wa Palestina maasum wasio na hatia na zulma zisifanywe juu yao. Mungu amalize zulma kutoka dunia popote pale zilipo. Mwenyezi Mungu atujalie kufanya maombi. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.